Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu katika maisha yetu, mimi na wewe. Tuko katika kitabu cha Kutoka. Leo tumefika sura ya 20. Taangalia mstari mmoja tu wa 12. Nao unasema, waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Hapa leo tunaangalia ahadi nyingine. Wewe unajua kuna amri 10. Mimi pia nafahamu kuna amri 10. Hizi Musa alipewa kuwapa wana wa Israeli ziwasaidie katika maisha yao. Katika amri hizi kuna amri hii sasa ya kuwaheshimu baba na mama. Kuna amri hii ya kuwaheshimu baba na mama, kuwatii baba na mama. Anasema waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi. Siku zako zipate kuwa nyingi. Hii ni ahadi kwamba ukimheshimu baba yako na mama yako, siku zako zitakuwa nyingi katika dunia hii tuliyopewa na Bwana Mungu wetu. Je, unawaheshimu baba yako na mama yako? Endelea kuwaheshimu kama unawaheshimu. Kwa kufanya hivyo, siku zako zitakuwa nyingi katika dunia hii. La sivyo, siku zako zitakuwa fupi, yaani miaka yako itakuwa michache. Ahadi hii inamaanisha miaka ya kuishi duniani. Biblia, yaani kwa mujibu wa Mungu, miaka yetu ya kuishi duniani, zamani wenzetu waliishi miaka mpaka 900 lakini Mungu akasema sasa itakuwa 120. Mwanzo sura ya 6. Kwa mujibu wa maisha tunayoishi sasa na kwa utafiti unaofanywa na watafiti wa mambo, umri unazidi kuteremka. Daudi yeye alisema miaka 70 au 80, lakini siku hizi wanasema ni kati ya miaka 58 mpaka 70. Wengine wanasema kati ya miaka 60 mpaka 80, inategemea. Wengine wanasema miaka 56. Kila watafiti wanajaribu kuleta majawabu yao, lakini ukweli ni kwamba miaka imekuwa michache kuliko uwezo au kuliko mpango wa Mungu wa kuishi miaka 120. Hii labda inasababishwa pia na kutokuwaheshimu wazazi wetu. Maana kwa mujibu wa kifungu hiki, waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Maana yake kadiri usivyoweza kuwaheshimu, miaka yako inapungua, lakini ukiwaheshimu miaka yako itazidi kuongezeka. Upate kuishi miaka mingi, kigezo ni kuwaheshimu baba na mama yako, la sivyo miaka yako itakuwa michache. Mimi sina baba wala mama, walishatangulia, lakini nilikuwa nikiwaheshimu. Sijui kwa upande wako ambaye baba na mama yako bado nao, je, unawaheshimu? Waheshimu, maana hawa katika amri zote 10, amri hii moja tu ndiyo yenye ahadi hii, kwamba ukifanya hivyo utaongezewa miaka yako haitapungua, utaishi miaka mingi duniani. Tafadhali usiache kuheshimu. Wengine wamebaki na baba peke yake na wengine wamebaki na mama peke yake. Kama umebakiwa na mmoja, endelea kumheshimu huyo, maana kwa kufanya hivi miaka yako itakuwa mingi ya kuishi duniani. Sio tu mingi, ukisoma kwa Waefeso sura ya 6 anasema itakuwa yenye heri, itakuwa miaka iliyobarikiwa, utapata heri, miaka yako itakuwa imejaa heri. Kwa hiyo miaka hii ya kuishi mingi inategemea unavyowaheshimu wazazi wako, sio namna unavyotendea wengine, sio namna unavyofanya mambo, sio namna unavyokula au unavyojitafutia fedha. Hapana, ni namna unavyowaheshimu wazazi wako ndicho kitachoamua kwamba utaishi miaka mingi ama michache. Mungu wa mbinguni akubariki. Endelea kuwaheshimu hawa wazazi, ni muhimu sana kuwaheshimu. Mimi nilikuwa nikiwaheshimu, nikuombe na wewe waheshimu. Hata usisahau jambo hili muhimu sana la kuwaheshimu. Wengine wako mjini,
wengine wako mahali. Kule uliko usiache kuwakumbuka wazazi wako, usiache kuwakumbuka. Kwa njia hiyo utapata heri na kuishi miaka mingi katika ulimwengu huu. Tutane wakati mwingine tena, tuangalie ahadi nyingine, na Mungu wa mbinguni akubariki. Usiache kuniunga mkono kwa kusubscribe kwenye akaunti yangu. Kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ubarikiwe mno. Amen.